Asha, mbona leo kama uko sawa? Bebe, kuna shida? Simu yako imeita mara 3. Chukua hapa. Kuwa na amani. Ni masuala ya kazi. Kazi mpaka saa 7 za usiku. Asha. Asha. Sawa. Tutazungumza kesho asubuhi. Sawa. Asante. Jiniita. Ni kweli nimekuita, lakini ninaambia kutoka. Wema, sijui hapa nyumbani. Mimi hivyo tu. Kitu ambacho nimekuitia shogangu ni kwa shemeji yako. Shemeji yako mbadilika sana siku mbele hizi. Yaani amekuwa ni mtu tofauti kabisa. Yaani nahisi kuna vitu ambavyo ananificha. Nimeishi naye muda mrefu sana. Hajawahi kunificha chochote, lakini naona kuna kitu ambacho ananificha. Unahisi ni kitu gani ambacho anakuficha? Kuna SMS ambazo zinaingia katika simu yake ambazo za kawaida. Kwa hizo message ndo ambazo zinanitatanisha. Ungejaribu kumchunguza? Hapana. Ila huwa namuuliza mara nyingi sana. Jibu ambalo ananipa, mke wangu, hamna kitu ambacho nakuficha. Kila kitu kipo sawa. Yaani hilo ndio jibu ambalo ananipa kila siku. Lakini hapana. Mimi naona kabisa ananificha kitu. Hapo kwa ushauri wangu mimi, mbona kushauri wewe ujaribu kufuatilia uone ni kitu gani iko ambacho kiko nyuma ya pazia. Sawa, nimekuelewa. Ndio hivyo, afu usiwe mtu wa huzuni. Jaribu kuchangamka. Kuja kuzoea wenzako kuona hivyo. Sawa? Sawa. Ima, leo sihitaji uongo wako. Naomba uniambie ukweli. Yaani usinifiche chochote. Kwanza kabisa naomba nisamehe.
sababu ni kitu ambacho nimekuficha kwa muda mrefu sana. Lakini ukweli ni kwamba mimi natafuta fedha kwa ajili ya kukutibu na sio kitu kingine. Unitibu? Unitibu kitu gani? Nikazaa nyuma, madaktari wajaribu kufanya vipimo vyako. Waligundua kwamba ana shida ya moyo. Na sikutaka kukuambia kwa sababu sikupenda kukuumiza. Ndio maana nafuatilia mimi yako. Vipi wewe? Mimi mwanao simuelewi kabisa yani. Jamani. Haya kaa basi, kaa mwanangu, kaa chini. Kaa chini. Asha. Haya. Niambie nini shida? Mimi mwanao simuelewi tangeni siku zote hizi, yani siku mbili zote hizi simuelewi kabisa. Simu yake muda wote inaita usiku, messages zinaingia. Alafu nikimuuliza ananiambia mke wangu eti nataka kuponya. Nataka kuniponya nini mama? Mimi naumwa nini sasa nataka kuniponya? Asha mwanangu. Mwanangu yule yeye mwenyewe ndio mimi. Nina hapa mbele ya Mwenyezi Mungu hiyo tabia hapa. Ya kusema sijui na wanawake akishakuwa na mke wake mmoja. Ujue ni huyo hana tabia ya umalaya. Ima huo, si ndio Hana tabia kabisa tangia azaliwe na nimemlea bure na mpaka utu uzima ule kafikia. Hana tabia ya umalaya. Sio unanielewa? Halafu hiyo sehemu uliyosema unamuuliza anasema anataka kukuponya. Ni kweli? Mimi naumwa. Ni kweli kabisa unaumwa. Na yeye lengo lake ni kukuponya. Sasa mama mimi naumwa nini? Mimi mbona mzima kabisa nina nguvu zangu kama unavyoniona na mimi naumwa nini sana? Sawa, unaweza ukawa na nguvu. Unaweza ukawa na akili zako timamu. Unaweza ukawa na yani mwili wako wote umekamilika. Lakini bado ni mgonjwa. Hivi mimi hapa nilipo mama yako hapa nilipo. Unaweza ukahisi ni mzima au ni mgonjwa? Yaani katika mawazo yako unaweza ukahisi mimi ni mgonjwa? Hali kadhalika na wewe. Una tatizo la moyo. Unasemaje? Yes. Unaumwa na sio matatizo ya moyo tu mwanangu. Una matatizo mengi. Una matatizo mengi. Na madaktari wametuthibitishia kabisa tusipokuwa makini kwa ajili ya tiba yako unaenda kupoteza maisha. Ndio maana mumeo anakuangaikia ili apate uzima wako. Mama. Acha usiseme hivyo, naona mwanangu. Shusha pumzi. Shusha pumzi. Shusha.